uwekezaji wa michezo ni eneo muhimu sana kwenye ukuaji wa sekta ya michezo, kwa sababu timu nyingi zinafanikiwa kwa sababu ya uwekezaji, na kama kuna timu zinakosa uwekezaji kwenye eneo la michezo, mara nyingi sana zinafeli. Kwa hiyo hii fursa ya mmiliki wa timu ya Manchester United kuja Tanzania na Mheshimiwa Rais akamuomba kuwekeza katika uwekezaji wa katika sekta ya michezo ni jambo muhimu, na kama kweli likifanikiwa na likafanyika, maana yake litakuwa linatanua wigo wa soka letu kama nchi, lakini pia uwekezaji huo utatengeneza ushirikiano kati ya Tanzania pamoja na mataifa mengine, na pia itatusaidia katika kutangaza utalii wetu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ni fursa nzuri, fursa adhimu, lakini pia ukiachana tuna mmiliki wa timu ya Manchester United, kama pia wakipatikana wawekezaji wengine wengi, tutakuwa na ligi ambayo ina ushindani mkubwa, na kama ligi itakuwa na ushindani mkubwa, maana yake tutatengeneza timu ya taifa ambayo ni bora zaidi kwa ajili ya nchi. Fursa kama hiyo ikijitokeza, sisi kama Watanzania tuwe tayari kwanza. Tukishakuwa tayari kwa ajili ya kuipokea, lakini pia tushirikiane na wawekezaji ambao wanakuja, kwa sababu inawezekana ikaja fursa ya uwekezaji, lakini sisi kama wadau wa sekta ya michezo nchini hatuko tayari, bado hiyo fursa haiwezi kutusaidia. Lakini pale tunapopata nafasi ya kushirikiana na wawekezaji hao, basi tuhakikishe tunakuwa waaminifu, kwa sababu wawekezaji wengi wanakimbia kwa sababu ya kukosekana kwa uaminifu. Kwa hiyo tukiwa waaminifu, lakini pia tukashirikiana na wawekezaji katika maeneo yote, basi sisi kama nchi tutanufaika. Mara nyingi sana tumeshuhudia mara kadhaa timu zetu zinapopata wadhamini au zinapopata wafadhili au zinapopata watu wa kuwekeza, ndani ya timu kunakuwa hakuna utulivu. Inaonekana kama ni fursa ya pesa sasa imeingia, na kila mmoja sasa jicho lake linakuwa kwenye pesa badala ya ukuaji wa taasisi au ukuaji wa zile timu. Kwa hiyo mara nyingi sana wawekezaji wanaondoka au wana pull out uwekezaji wao, kwa sababu sisi kama Watanzania unakuta hatuko tayari na tunaangalia maslahi yetu binafsi badala ya kuangalia maslahi ya kile kitu ambacho pesa imewekezwa kwa ajili ya ukuaji wake. Kuingia uwekezaji, maana yake na eneo la wachezaji pia linabadilika, kwa sababu uwekezaji unapoingia, hata wachezaji malipo yao, stahiki zao zinabadilika. Kwa hiyo wanatakiwa na wenyewe kama wachezaji kama Watanzania wapambane, kwa sababu uwekezaji unapoingia pia inakuwa ni fursa ya wageni wengi pia kuja kuingia kwa ajili ya kuchangamkia uwekezaji ule, hasa kwenye timu. Kwa hiyo kama wachezaji wa Kitanzania hawatakuwa tayari, kama wachezaji wa Kitanzania hawatakuwa kwenye nafasi ya kuchangamka na kupambana ili kulinda viwango vyao na kuwa sehemu ya zile timu ambazo uwekezaji umefanyika, bado haiwezi kutusaidia kama nchi, kwa sababu tutashuhudia wingi wa wachezaji kutoka nje ya nchi kwenye ligi kuu, championship mpaka first league. Kwa hiyo maana yake uwekezaji utakuwa umeingia katika nchi, lakini utanufaisha zaidi watu ambao wanatoka nje, kwa sababu wakija wanakuja wakiwa wako determined kuja kuhakikisha wanapata chochote kutoka kwenye nchi yetu. Lakini sisi wachezaji wetu kama wataamua kuwa bora na wataamua kupambana kuingia kwenye ushindani, maana yake tunaweza tukawa na uwekezaji mzuri sana kwenye sekta yetu ya michezo, na uwekezaji ule ukawa covered na wachezaji wa Kitanzania kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ikiwa hivyo, maana yake uchumi, pesa nyingi itabakia nchini. Lakini ikiwa tofauti na hivyo, maana yake wageni wengi wakija kwa ajili ya ule uwekezaji, manake pesa nyingi itatoka, bado uwekezaji hautatusaidia. Makocha wengi wa Kitanzania, bahati mbaya mimi niseme kwamba wakati wenzao kutoka nje wanachangamka sana kuja nchini kutafuta nafasi za kufundisha, tuna tatizo kubwa sana la makocha wetu wa Tanzania kutoka ndani kwenda nje. Sasa kama uwekezaji unakuja, maana yake na wao wanatakiwa waji-equip, wawe vizuri, waongeze bidii, waongeze maarifa kwenye kusoma kwao, ili sasa hata timu za nchini zisiwe na sababu ya kwenda nje kutafuta makocha. Badala yake timu nyingi za nchini zitumie makocha wa ndani. Kwa hiyo ikiwa hivyo, maana yake tutanufaika kama nchi, tutakuwa na kundi kubwa la makocha ambao wako vizuri, lakini pia kwa sababu ya uwekezaji uchumi wao utakuwa vizuri, na kama uchumi wao utakuwa vizuri, maana yake hata watu walioko nyuma pia ama wategemezi wao nao vile vile watakuwa vizuri.